Assalamu alaykum ustaz. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na swali. Bismillah. Je, mwanamke akiwa katika siku zake anafaa kusoma dua madhikri? Mashaallah. Yani namaanisha kwamba mwanamke akiwa katika siku zake, je, yafaa kusoma adhkar? Tuseme kama ile alizoweka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tunasema adhkar sabah na adhkar masaa, ndio dua za asubuhi na dua za jioni. Yafaa? Naam, ndio yafaa. Dalili ni pale Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ikifika wakati wa siku za swala za Eid, ikifika wakati wa swala ya Eid, na kama tulivyojua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa haswali swala ya Eid msikitini, akiswali wapi? Musalla. Kwa hivyo masahaba wanasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa akiamrisha watu waende kuswali, wasichana wanawali wale ambao kwamba walikuwa hawatoki zamani, wasichana walikuwa hawatoki, heshima zao ni kujihifadhi ndani ya majumba yao. Kisha Mtume akiwaamrisha mpaka wale wanawake ambao kwamba wako katika siku zao, sawa, wako katika ile ada yao. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaambia kwamba mshuhudie zile khairi na msome zile dua na adhkari zitakazosomwa, isipokuwa tu ikifika katoa swala msifanye nini? Msiswali. Sawa. Kwa hivyo na sisi pia tutamwambia kwamba huyu mwanamke anaruhusiwa kusoma adhkar, isipokuwa tu katika ikifika ni Qur'ani kusoma zile mauidhatain, mfano hataruhusiwa kufanya nini? Kusoma Ayatul Kursi na zinginezo kama suratul Fatiha, hapo itakuwa ni haramu kwake. Lakini adhkari zingine sawa, rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin kwa mfano atusome kama raditu billahi rabba, sawa, tusome na adhkari zingine ataruhusiwa kusoma. Sawa, Allahu a'lam bisawab. Naam. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je, mwanamke yuko katika siku zake afaa afuate mwezi wa hijiria ama miladia? Akiwa katika siku zake eda ama katika eda? Mwanamke akiwa katika ibada ya eda, sawa, mwanamke akiwa ameingia ama yuko katika eda, je, ni swali muhimu sana sana sana, mwanamke afaa afuate mwezi gani katika eda? Mwanamke akiingia katika eda ni lazima, wasikia si ndio? Ni lazima afuate mwezi wa miladia, wa hijiria. Mwezi wa nini? Hijiria, si miladia. Tukisema tunamaanisha nini tukisema hijiria na miladia? Hijiria tunamaanisha hii kalenda ya Kiislamu, sawa. Tukisema miladia tunamaanisha hii kalenda ya nini? Ya Kigiriki. Sasa mtu yote katika ibada zake ni lazima aangalie, leo akifiliwa na mume wake aangalie katika kalenda ya Kiislamu, sawa, angalie katika nini? Kalenda ya Kiislamu ni tarehe ngapi ndio aanze kuhesabu. Lakini masikitiko makubwa ni kwamba wanawake wengi wakifiliwa na wakianza eda huhesabu kwamba leo tarehe ngapi? Leo ni Novemba tarehe 2, anaanza kuhesabu. Haramu, haifai. Lazima fuate kalenda za Kiislamu. Wallahu a'lam bisawab. Ustadh, ni kitu gani kinasababisha mwanamke kushikwa na shetani? Ni kitu gani kinachomsababisha mwanamke kuingiwa na mashetani, ama ni kitu gani tunaweza tukasema bila kutaja mwanamke, tunaweza tukasema ni vitu gani kwamba sana sana vinazosababisha na Adamu au Muislamu kuingiwa na mashetani? Kuna sababu mbili sana sana zinazosababisha mtu kuingiwa na nini? Na mashetani. Sababu ya kwanza ni ibtilaa min Allah, inakuwa ni mtihani kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Tumeelewana, si ndio? Sababu ya pili yawezekana ni kwa sababu yako wewe mwenyewe ndio umesababisha. Na angalia wakati Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipotoka katika pango kule, alipopambana na Jibril kwa maumbile aliyomuumba Allah tabaraka wa taala, na akashtuka mpaka akadhania kwamba ni ule ni nani? Ni jini, si ndio? Angalia alipokuja kwa Sidina Khadija radhiallahu anha wa arda, akamwambia usibtu, nimepatikana na jini. Akamwambia kivipi? Akamweleza ile wakia ya ile tukio lilipotokea. Akamwambia hapana, wewe upatikana na jini. Hapo baada ya kuja kuwa na Uislamu, sawa, ndio Mtume ndio mara kwanza atakao na Jibril. Kivipi? Akamwambia kwa sababu wewe ni mtu msafi, sawa, si mtu msafi wa nguo, msafi wa moyo. Wewe ni mtu unaunganisha watu, ni mtu unasaidia watu, sawa, wewe ni mtu kwa sawa sawa. Kwa hivyo haiwezekani kupatikana na jini. Hapa tunachukua funzo kwamba mara nyingi kumbe majini huwapata watu ambao kwamba ni hawako katika njia ya nini? Ya sawa sawa.
Kwa hivyo sasa mara nyingine inaweza kana kawa uko katika njia sawa sawa ukapatikana nao ikawa ni nini? Ni mtihani. Lakini sana sana na aghalabia unapatikana kwa sababu ya makosa yako. Sababu labda ukae na udhu, sababu labda uhifadhi swala zako, labda usome Qur'ani, labda ni mtu unafanya khiana, labda kwa matatizo yote, makosa yote hapo katikati yanatokea, ndio uende kawa ni sababu ya wewe kupatikana nani? Shetani. Kwa hivyo sababu ni ngapi? Ni mbili. Ima ni mtihani kutoka kwa nani? Kwa Allah, ama ni kwa sababu ya kosa lako. Nikimalizia, Sayyidina Ali anasema hakuna dhambi lolote sawa linalopatikana, hakuna tatizo lolote linalopatikana isipokuwa ni kwa sababu ya nini? Ya maasi. Na hili tatizo haliwezi kuondoka isipokuwa kwa nini? Kwa tauba. Kwa hivyo inshallah tujihifadhi sisi wenyewe kwa kusoma Qur'ani, kwa kujilinda, kwa kulinda mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wacha ije iwe ni ibtila, basi itakuwa Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala pia anajua ile namna atakapokusaidishia. Allahu a'lam bisawab. Shukran wa jazakumullahu khairan.